Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa kauli nzito dhidi ya taifa la Iran, akilitaja taifa hilo lina utawala wa kigaidi wa mauaji ambao haupaswi kuruhusiwa kujipatia silaha za nyuklia. Kauli hii imekuja baada ya Israel na Marekani kuanzisha wimbi la mashambulio dhidi ya Iran, hatua inayolenga kuondoa tishio la kimsingi linalotokana na utawala wa Iran. Netanyahu amesema kuwa silaha za nyuklia za Iran zingemwezesha kutishia ubinadamu wote, na hivyo hatua ya Israel na Marekani ni ya lazima. Amesema kuwa kwa zaidi ya miaka 47 utawala wa Ayatollah umekuwa ukitoa wito wa kifo kwa Israel na kifo kwa Marekani, ukisababisha mauaji ya raia wake na Wamarekani wengi. Mashambulio haya ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha usalama wa Israel na kulinda raia wa dunia. Netanyahu pia aliwataka wananchi wa Iran, wakiwemo Waperzi, Wakuru, Wazerisi, Wabalochi na Washwazi, kuondoa ukandamizaji wa utawala na kuanzisha Irani huru na yenye amani. Aidha, alitoa shukrani kwa Rais Donald Trump kwa uongozi wake wa kihistoria katika operesheni hii, akisisitiza kuwa ushirikiano wa Israel na Marekani ni muhimu katika kudhibiti silaha za nyuklia na tishio la kigaidi. Waziri mkuu aliwataka pia raia wa Israel kufuata maagizo ya tume ya nyumba ya mbele Home Front Command wakati wa operesheni Kero la Simba, akisisitiza uvumilivu na mshikamano kama silaha muhimu ya taifa. Ujumbe huu wa Netanyahu unatoa angalizo la kimataifa kwamba utawala wa Iran ni tishio la kimsingi na hatua zinazolenga kuzuia silaha za nyuklia ni muhimu kwa usalama wa dunia nzima. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akiuita utawala wa Iran kwamba ni utawala wa kigaidi ambao haupaswi kuruhusiwa kujipatia silaha za nyuklia. Sasa Netanyahu ameweka wazi mapema kabisa baada ya shambulizi ambalo liliweza kufanyika mapema ya asubuhi ya leo Jumamosi, ambapo Israel na Marekani zilianzisha shambulizi la pamoja kuelekea moja kwa moja nchini Irani. Sasa Irani nayo imekuwa ikijibu mashambulizi hayo kwa kuweza kutupa makombora yake kwenda nchini Israel, lakini ikilenga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati, nchi kama Qatar, Bahrain, lakini UAE, yani Umoja wa Falme za Kiarabu, pamoja na maeneo mengine yamekuwa katika mapokeo ya mashambulizi ya makombora pamoja na droni, yani ndege zisizo na rubani katika maeneo hayo. Ikiwa vita tayari ndio vimekwisha anza, tahadhari ni kubwa sana pale nchini Israel, lakini wakiendelea kupokea mashambulizi na wao pia wakiendelea kushambulia. Mtazamaji, kuna taarifa nyingi sana ambazo zinakujia hivi punde tu. Cha msingi ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare wakati wote, na hii ni Zone Media.